wageni kwa wenyeji wote wakusifu. Mola akubariki uzidi fanaka. Hao ni wanafunzi wetu wa uwakilishi kidato cha kwanza hadi cha 4. Tulipokea mradi wa vyoo matundu 10 kutoka shirika lisiokuwa la kiserikali la Comfort kwa ajili ya ujenzi wa vyoo hivyo. Vyoo vimeanza kujengwa toka mwezi Novemba hadi kufikia jana vyoo vimekamilika. Tulipata bahati ya kutembea na mkurugenzi wa Comfort, mkurugenzi wa fedha, akaridhika na mradi, akafurahi na akaruhusu vyoo vianze kutumika kuanzia jana hii. Lakini wakapendekeza ni vizuri na jamii hapa. Hata jamii, tunapoongea jamii tunaongea diwani, wenye vitu wa mitaa wanaowakilisha wananchi. Kwa hiyo tunaomba mtufikishie salamu kwa mitaa yote ya kwamba serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi na wadau mbalimbali wa elimu wakiwemo na Comfort. Fedha iliyoletwa imetosheleza na imefanya pakubwa. Matundu 10 si haba. Kwa tuna haba mkubwa tangu shule imekuwepo 2007 hadi wa leo tulikuwa na matundu 7 tu. Lakini leo tumeongeza matundu 10 kwetu tumekuwa na tija. Baada ya maneno hayo tunakuomba sasa useme nasi maneno machache, baada hapo tuzindue mradi wetu. Lakini kabla hujazindua mradi wetu ni vizuri tukakupitisha kwenye taaluma. Maana lengo leo tuleta hapa ni taaluma. Haya mengine hivi. Tumuombe sasa makamu mkuu wa shule tupitishe kwenye matokeo yetu ya mwaka huu. Diwani wa kata ya Nyegezi, tunakukaribisha sana Nyabulogoya. Nimepewa jukumu la kuongelea swala la matokeo. Shule yetu kwa mwaka 2020 matokeo ya mwaka 2025 kwa kidato cha 4 kama alivyotangulia kusema mkuu wa shule, ni miongoni mwa shule ambazo tumefanya vizuri sana kwa shule za serikali. Tumeweza kupata 125, 253, 275, 419 na tumepunguza 0 mpaka kufikia 2. Kwa hiyo hayo ndio matokeo yetu kwa mwaka huu, na sisi kama Nyabulogoya tumejipanga kuhakikisha 4 na 0 zinakwisha. Kwa hiyo kwa ushirikiano ambao unatuonyesha, tunaamini 0 na 4 zitakwisha. Karibu sana Nyabulogoya. Mpaka form 4. Mimi naamini kwa namna mlivyonifahamu sasa tutafahamiana zaidi kwa matokeo mazuri Nyabulogoya, si ndio? Si ndio? Tunakwenda kufuta 0 kabisa Nyabulogoya, yaani hata hiyo 2 isiwepo. Inawezekana? Inawezekana. Na mimi nitahakikisha kuwa na nyinyi bega kwa bega. Wa form 4 wale ambao wameingia sasa hivi form 4, ni kuhakikisha tunafanya juhudi zote. Wanasema iwe mvua iwe jua, lazima tufanye vizuri. Si inawezekana? Inawezekana. Mimi siamini kama kuna mtoto ambaye haelewi. Wote hapa tumekuja ili tujifunze, si ndio? Kwa hiyo ninaamini mtatupa ushirikiano, mimi na walimu hawa wote walioko hapa. Sawa? Jambo lingine mkuu, mimi ninashukuru kwa matokeo mazuri kwa Nyabulogoya. Kama ambavyo mimi ninasema, tunahakikisha tunaondoa 0, tunaondoa hata 4. Kwa hiyo safari hii ni mchaka. Jambo lingine, kwanza tunashukuru sana kwa mashirika ambayo yanaweza kushiriki na kuweza kutoa ufadhili wa vyoo. Vyoo hivi ni vingi sana waliotufadhili, si ndio? Mko tayari kuvitunza? Kuna vyoo vya kukaa, kuna sehemu ya kutunza mazingira, mvitunze. Na mimi nitatoa hela kidogo kwa ajili ya dawa, kwa ajili ya kusugulia hivi vyoo vyetu ili visiharibike, si ndio? Nyegezi tunasema usafi kwanza, si ndio? Nyegezi bila uchafu inawezekana. Sasa tumepata sehemu ya kuchomea taka, tumepata vyoo vizuri. Kwa nini tuwe wachafu?
hatuna sababu, na maji yapo. Kuna wengine unakuta hata wakifika labda hawaogi, maji yamo mule si ndio? Fika maliza, yani maliza mambo yako, uwe msafi. Ukiwa msafi utamheshimisha mkuu, utawaheshimisha walimu. Mimi sina mengi sana, mimi napenda vitendo, na vitendo vyenyewe tunaondoa zilo, tunatunza mazingira, vyoo vyetu tuvilinde. Tumezindua leo vyoo, tutakuwa tunakuja kuvitembelea. Vipi, imetuangusha au vipi? Si ndio? Mko tayari? Mko tayari? Pia nimshukuru sana rais wetu. Ukiona haya mambo yanatendeka, ina maana kuna yupo kiongozi kafungua milango, na bado tunaendelea kufungua milango kwa Nyabulogoya. Nyabulogoya ni shule yetu moja tu ya sekondari, Nyegezi. Mimi natamani Nyegezi iwe namba 1. Iwe kiitwa kwa chochote kile, Nyegezi shule zetu iwe namba hii. Sasa tuwe mfano kuanzia mwaka huu, tuwe namba hii. Tukitaka wafadhili waje Nyegezi, Nyabulogoya, kama ni vyoo waongeze tena vyoo vingine, kama ni madarasa yaongezwe mengine, kama ni walimu wapate ile. Mimi nitakuwa natoa tuzo kwa walimu watakaokuwa wanafanya vizuri kwa masomo yenu. Nitakuwa natoa tuzo ili na walimu nao kuwatia moyo kile wanachokifanya, tuone kwamba wanafanya kwa ajili ya watoto wetu, na watoto wetu nao wanaunga juhudi za walimu. Kwa hiyo na wao pia tutakuwa tunawapongeza kwa juhudi watakazokuwa wanatuonyesha. Mkuu, sina mengi tu ya kusema zaidi ya kusema sote tuungane kumsapoti rais wetu Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunafanya kuwa bora maeneo yote. Maeneo yote yakiwa bora, ina maana kuna kiongozi aliyeko juu ambaye sisi tunamsaidia ili kila maeneo yawe masafi, kila maeneo yawe mazuri, kila maeneo yawe na maendeleo pamoja na elimu. Sina mengi ya kusema, niwashukuru sana. Vyoo vyetu tumevifungua leo rasmi, mvitumie vizuri. Mtu akienda kujisaidia hakikisha anafanyaje? Anasafisha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Niwatakie kila lenye heri katika masomo yenu. Mumkumbuke Mungu mnapoingia darasani, si ndio? Ili muweze kufanya vizuri. Asante sana mkuu. Tumewaita japokuwa ni kwa dharura, mweza kufika kushuhudia tukio hili zuri. Tumekuwa tukipata shida, tunawafikia hivi. Mwaka huu kama alivyotuambia diwani, anatarajia kuona Nyabulogoya haina zero hata moja. Basi tutaenda kufanya kazi kwa karibu na wenyeviti wa mitaa. Mwanafunzi ambaye hatafika shuleni, sisi moja kwa moja tutahangaika na mwanafunzi, tutahangaika na mzazi wake kupitia wenyeviti wa mitaa. Mzazi anayekana mwanafunzi pasipo kutoa taarifa, afikishwe kwenye vyombo vya sheria aweze kuchukua hatua. Tumeshaanza kubainisha wanafunzi wanakokaa. Kila mwanafunzi anakaa mtaa gani, nyumba namba ngapi, barabara namba ngapi. Kwa hiyo tukishaona amekaa shule nyumbani siku 5 pasipo kuwa na taarifa shuleni, taarifa zitakuja kwa wenyeviti wa mitaa. Naomba mtunge mkono, tuwabaini wanafunzi ambao wataki shule ili wazazi wao waweze kuchukua hatua. Baada ya hayo, Mheshimiwa Diwani, tunakuahidi ushirikiano. Shule yetu itaendelea kuwa safi kama ulivyoiona. Tutaunga juhudi zako ulizoanzisha kampeni ya usafi Nyegezi. Tumeshuhudia mabango kila kona unapopita Nyegezi, Nyegezi ya usafi. Na Nyabulogoya na sisi tumeamua kufanya kwa vitendo. Unaweza kuona shule yetu ni safi. Hata vyoo hivi tunakuahidi watavitunza. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe sana. Karibu tena Nyabulogoya Sekondari.